Sasa leo nataka niongelee kitu kimoja kutokana na muziki wa Tanzania. Yaani ukiona muziki wa Tanzania ambao sasa hivi ndio unatawala East Africa, ujue kwamba hao majamaa wanafanya kazi kabisa. Yaani hao majamaa wao hawakai. Kwa mfano, ukiangalia msanii kama Harmonize kwa miezi miwili ama kwa mwezi mmoja anaweza katoa ngoma mbili, ngoma tatu, si ndio? Kitoka hapo ukiangalia msanii kama Mario anaweza katoa akafanya hivyo hivyo nini na nini. Sasa kama Harmonize hivi ukiangalia nyimbo zake hizi ametoa juu hapa nyuma kidogo hapa, sijui wewe wana video yake ilivyokuwa inatendewa haki, ilivyokuwa inawekezwa pesa nyingi pale. Sasa ukiangalia Mario ngoma kama pombe amshikisha Harmonize ipo kwa IP yake, unaona ilivyokuwa yani kuanzia visualizer ngoma ile aliwekeza, si ndio? Ukienda sasa kwa official video pia aliwekeza. Ndugu yangu, hao majamaa sisi tukasema kwamba wanatutawala kwa sababu nini na nini. Sasa kinachofanya watawala East Africa, tujue kwamba wasanii wa Tanzania wanawekeza pesa sana kuliko wasanii wengine wa East Africa. Ya hivyo. Yaani na mimi naongelea muziki wa Burundi kinachotukwamisha sana. Na sisi hatunaga uwekezaji, hatuna investment kwa muziki wetu. Yaani muziki wetu yani upo tu yani hivyo hivyo yani. Na kingine wasanii wa Burundi hatufikirii kuhusu soko ya nje ya nchi, tunafikiria kuhusu ndani. Na hao wasanii sijui wa Tanzania sijui wa wapi na wapi, kinachowabeba wala kinachowapeleka outside zaidi ni kwa sababu wao wanafikiria kuhusu outside. Wao